ila akhir alhadith. Jambo la tatu katika haki za udugu ambalo ninapenda kulisema hapa baada ya haya mawili, hifdhul lisani ala ikhwanik, ni kuhifadhi ulimi kwa ndugu zako. Hichi kinyama hichi cha ulimi, kinyama kidogo sana, hebu kihifadhi kinyama hicho kwa ndugu zako Waislamu. Wanasema ulama, hadhihi allahmatu as-saghira, kinyama hichi cha ulimi ambacho ni kidogo, kathiran ma awqa'at al-qatla, wallah, ni mara nyingi sana kimesababisha vifo, watu wakafa mamia kwa maelfu kwa mamilioni kwa sababu ya ulimi tu. Ulizungumza neno la kichochezi bila kutafakari, watu wakaingiana maungoni, watu wakaingia vitani, mji kwa mji, familia kwa familia, mtu na mtu, pengine nchi kwa nchi, zikaingia kwenye vita vya kuangamizana bisababi al-lisan, kwa sababu ya ulimi. Maulama wanatuambia watu wengi waliopata madhara, kathirun mimman tadarrara fi hadha al-kawn, watu wengi waliopata madhara katika ulimwengu huu, sababu kubwa ni ulimi. Wallahi alazim, pana watu wako jela wamefungwa, wengine ni mahabusu wanasubiria hukumu zao, wengine wao katika sero kwenye mapolisi huko, wengine wana vilema leo hii, wengine wamefukuzwa kazi, bali kuna waliouawa, washafukiwa. Yote haya yamevunwa na ndimi kwa sababu ya ulimi. Ni kinyama kidogo lakini kimeleta maafa, bal wahaddamat al-usar, kinyama hichi cha ulimi kimezibomoa familia. Leo kuna watu hawasemani, familia zimetengana, ndugu wa kweli hasa, kaka hazungumzi na mdogo wake, dada hazungumzi na dada yake, pana wengine hawazungumzi na wazazi wao. Familia ya huku ni huku, ya kule ni kule, wengine ni ndugu wa baba mmoja, tofauti ya mama tu, mambo ya ukewenza tu, midomo ilipita, ndugu wa damu moja, mishipa mimoja, hawasemani. Hawa na mama yao huku, wao na mama yao kule, vita kwa sababu ya ulimi. Allah subhanahu wa ta'ala anatahadharisha sisi kwenye Qur'an katika sura Qaf akisema, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, na hatamki mtu kauli yoyote isipokuwa illa ladayhi, isipokuwa yupo karibu naye, raqibun, mwenye kuchunga, atidun, mwenye kuandika. Wanasema ulama, hao ni malaika wawili wenye kufanya kazi mbili tofauti, mmoja anafuatilia, mwingine anaandika. Lakini baadhi ya mufassirin wanasema huyo ni malaika mmoja mwenye sifa mbili, raqibun, anafuatilia nyendo kwa nyendo, atidun, alafu anaandika ripoti baada ya ufuatiliaji. Usidhanie maneno unayozungumza yanapita bure, umeshabwabwaja umemaliza, huyo unakwenda zako. Kama ni hela umepewa, kama ni chai umenunuliwa, umemwaga umbea wako hapo kisha ukaondoka. Usidhani maneno uliyozungumza yatapita hivyo. Qala Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hazungumzi mtu kauli yoyote isipokuwa yupo karibu naye malaika mwenye kuchunga, malaika mwenye kuandika. Bali ndugu zangu, inda al-Imam al-Bukhari, hebu angalia athari ya ulimi. Hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم, إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. Kuna mtu haikamja ni mwenye kuzungumza neno, kazungumza neno tu katika maneno mazuri. Baadhi ya riwaya zimekuja min ridwanillahi, akazungumza neno katika maneno ambayo Allah anayaridhia,
la yulqi laha balan, mwenyewe aliyezungumza hajalitilia hilo neno maanani. Kiswahili kwa baadhi ya Waswahili wanakijua, hajalijali hilo neno, kalizungumza tu, lakini la kheri. Yarfa'uhu Allahu biha darajatin, huenda Allah akamnyanyua yeye kwa neno hilo moja daraja nyingi kabisa. Bali akasema Mtume alayhi salatu wasalam, wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhati Allahi, na kuna mja anaweza akazungumza neno moja katika maneno yenye kumchukiza Allah, neno baya la uchonganishi, neno la maasiya, neno la ufitina, neno la umbea, akazungumza moja tu, la yulqi la balan, akawa hajalijali hilo neno, hajalitilia maanani na kutafakari madhara yake na balaa lake, akalizungumza neno moja tu, yahwi biha fi jahannam. Tunasema ataporomoka, atatumbukia kwa hilo neno moja katika moto wa jahannam. Ibadallah, al-lisan, tuuchunge ulimi. Waislamu wengi katika zama za leo hawachungi hili jambo. Usiropokwe wewe katika mambo ya haki za watu, usiropoke ukazungumzia damu za watu, ukazungumzia mali za watu, ukazungumzia heshima za watu, ukazungumzia familia za watu, ukazungumza kazi za watu ambazo wala huzijui kwa dhana zako tu, ukatumia ulimi wako kuwachafua watu. Simuone yule bwana yuko smart vile, hamna kitu pale, ndio wao wezi tu, mtu wa madawa yule, unafikiri mpigaji mkubwa yule. Unajua, una ushahidi, ulikuwepo, unaweza ukathibitisha haya mbele ya Allah. Ittaqillah, jizuie kuongea sana yasiyo na maana. Madhara ya ulimi ni makubwa kuliko hivi ninavyosema.